Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, na leo tutaenda kuangalia kipengele kingine cha sadaka. Mara ya mwisho tuliweza kuangalia sadaka aina ya zaka, tukaangalia nini maana ya zaka, na pia tulipita kwenye maeneo mbalimbali yanayohusiana na zaka. Tukajifunza kwa nini Mungu aliweka zaka. Kuna sababu ambazo zilisababisha Mungu aweke zaka, tukaziangalia hizo sababu, lakini pia tukaangalia kanuni za kutoa zaka. Zaka inaweza ikapokelewa au isipokelewe. Lakini kingine tukaangalia faida ya kutoa zaka, na kingine tukaangalia madhara ya mtu ambaye ashiriki katika kutoa zaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo tunaenda kwenye kipengele kingine ambacho ni kipengele cha sadaka ya malimbuko. Kwanza kabisa, tunapoongelea sadaka ya malimbuko, ni sadaka ya aina gani? Ukifuatilia katika Biblia, katika historia ya Israeli, sadaka ya malimbuko kwa Kiingereza inaitwa first fruit offering. Bwana Yesu asifiwe. Ni sadaka ya kwanza ambayo ilikuwa inatolewa kipindi cha mavuno ya kwanza. Ni sadaka ya kwanza ambayo ilikuwa inatolewa kipindi cha mavuno ya kwanza, na sadaka hii ilikuwa inatolewa kwa Mungu, na lengo hasa la hii sadaka ni kutambua kwamba Mungu ndo chanzo cha baraka zao. Kwa hiyo sadaka ya malimbuko ni sadaka ya kwanza, tunaita first fruit offering. Umeanza kazi kwa mara ya kwanza, unachokipata kwa mara ya kwanza unatoa kama sadaka ya malimbuko, na ni sadaka ambayo inahitaji commitment, inahitaji ujidhabihu, sio rahisi. Umeanza kazi, mshahara wa kwanza wote unatoa sadaka ya malimbuko. Umeanza biashara, faida ya kwanza yote unatoa sadaka ya malimbuko. Kwa hiyo sadaka ya malimbuko haitolewi baada ya wewe kuwa umeanza jambo, inatolewa mwanzoni. Na kuna watu ambao wanajitengenezea desturi, wanaweza kila mwanzo wa mwaka wanapoanza msimu wanatoa sadaka ya malimbuko. Ndio maana utagundua vita kubwa unayopitia kwenye eneo ambalo unapata baraka za kazi ya mikono ni kwa sababu namna ulivyoanza, ukuanza na msingi mzuri. Malimbuko ni foundation, ni msingi wa kile unachokianza. Malimbuko ni msingi wa kile unachokianza, na hii kanuni hadi waganga wanaitumia. Watu wanaoenda kwa waganga wataambiwa faida ya kwanza utaoipata hakikisha unaileta huku. Maana yake hata upande wa nguvu za giza wanatoa malimbuko, na tutaenda kuangalia kitu gani cha kiroho na mwilini vinavyotokea mtu ambaye anatoa malimbuko. Kitu cha kwanza kabisa, kwa mtu ambaye anatoa malimbuko, sadaka ya malimbuko kwa mara ya kwanza, kwa kile anachokianza, kile anachokifanya kinawekwa wakfu kwa Bwana, kinakuwa ni kitakatifu kwa Mungu. Hiyo ni foundation. Ukitaka Mungu achip in kwenye biashara yako, ukitaka Mungu achip in kwenye karia yako, lazima uanze na Mungu mwanzoni wa hiyo karia. Siku ya kwanza ulipopokea mshahara, lazima uiweke wakfu kazi yako kwa Mungu. Kwa hiyo kuna watu vita unaopitia ni kwa sababu ulivyokuwa unaanza ukuanza na Mungu. Kwa hiyo Mungu unamshirikisha baadaye, baada ya kuwa vita imenyanyuka, baada ya kuwa mateso yameendelea kuna hicho unachokifanya, baadaye unaanza kumuita Mungu. Na watu wengi hawafanyi sio kwa sababu hawapendi, ni kwa sababu ya kukosa maarifa juu ya hii sadaka. Hii ni sadaka ambayo tunaita foundational, tunaita sadaka ya foundation. Inatengeneza msingi juu ya kile ambacho unaanza kukifanya. Ndio maana utagundua watu wengi hapa, hicho ambacho unakifanya hakina msingi wa kimungu. Kwa hiyo hata adui akija akitaka kupiga, anapiga kirahisi sana. Hata adui akitaka kukiangusha, anakiangusha kwa urahisi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakina foundation ya Mungu. Nataka nikutolee mfano wa neno, twende tukajifunze namna sadaka ya malimbuko inavyoweza ikatumika kuweka msingi juu ya hicho unachokifanya. Naomba nifungulie kitabu cha Warumi sura ya 11 mstari wa 16. Kitabu cha Warumi sura ya 11 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika na donge lote, na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Anasema tena malimbuko yakiwa matakatifu. Maana yake malimbuko yanaweza akawa matakatifu au yasiwe matakatifu. Ndio maana mwandishi anaposema, anasema tena yakiwa, maana yake kuna malimbuko ambayo sio matakatifu. Na neno utakatifu linaozungumziwa hapa maana yake to set apart. Bwana Yesu asifiwe. Kutenga kwa ajili ya, maana yake kuna watu malimbuko yao yanatengwa kwa ajili ya miungu ya kwao. Ndio maana kuna watu wanapopata mshahara wa kwanza, wanapopata faida ya kwanza, wanasafiri wanaenda kwao kufanya matambiko. Wanachokifanya, wanahakikisha yale malimbuko ni matakatifu kwa miungu
miungu yao. Ndio maana mwandishi anasema tena malimbuko yakiwa matakatifu. Neno matakatifu ni to set apart, kutenga kwa ajili ya Mungu. Sasa inategemeana wewe unatenga kwa ajili ya Mungu gani. Hapa tunamwongelea Mungu ambaye ni Yawe, Mungu aliye hai. Kwa hiyo unavyoanza ukitoa limbuko, sadaka ya malimbuko kwa mara ya kwanza, kuna kitu cha kiroho ambacho kinafanyika. Ni sawasawa na umemkabidhi Mungu kwamba kazi yangu ni kazi ya Bwana, ni kazi takatifu. Hakuna mamlaka ya giza nyingine itahusika, hakuna mamlaka ya nguvu zingine itahusika. Ni sawasawa unaenda unamkabidhi Mungu kile ambacho unaanza kukifanya, unakiseta apart kwa ajili ya Mungu. Na ndio maana utagundua jinsi ulivyoanza ndio imetengeneza msingi namna unavyoendelea kwenda katika maisha yako. Kuna watu mshahara wa kwanza ulienda kulipa madeni, yaani ulivyopata tu kwa mara ya kwanza ukaenda kuhakikisha unamaliza madeni, au kujua kwamba ulipokuwa unafanya vile kuna foundation ambayo ulikuwa unaitengeneza, kuna msingi ambao ulikuwa unautengeneza. Na utashangaa baada ya kufanya kile kitu kuna roho za madeni zinaanza kufuatilia mshahara wako. Unashangaa ukimaliza hili linaibuka hili, ukimaliza hili linaibuka hili, ukimaliza hili linaibuka hili. Ndio maana mwandishi anasema tena malimbuko yakiwa matakatifu. Anasema malimbuko yakiwa matakatifu, kitachoanza kutokea, kile ambacho kinaendelea kutokea katika maisha yako ni Mungu mwenyewe anakuwa anahusika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu alianza kazi Januari na akasema hii kazi yangu ni kazi ya Mungu, nataka iwe takatifu kwa Mungu, akaenda akatoa sadaka malimbuko. Maana yake ile miezi 11 iliyobaki yote nao inakuwa ni mitakatifu kwa Mungu. Mungu mwenyewe anakuwa responsible kwenye eneo la ongezeko, anakuwa responsible kwenye eneo la ulinzi, anakuwa responsible kwenye eneo la kila eneo la karia yako. Ndio maana utagundua watu wengi mlianza vibaya. Malimbuko haitolewi baada ya miezi mitatu, baada ya miezi minne. The first time unavyo earn ile profit ndo wakati huo unatoa malimbuko. Kwa hiyo malimbuko yana tabia ya kuambukiza. Ndio maana mwandishi anasema tena malimbuko yakiwa matakatifu. Anasema nisomea panafuata. Anasema donge lote tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika na donge lote na shina likiwa takatifu. Anasema manake utavyoanza biashara yako kwa kutoa sadaka malimbuko, biashara nzima inakuwa ni takatifu kwa Bwana. Kuna neema ambayo inaingia ndani ya ile biashara kwa sababu ulianza na Mungu. Kuna neema ambayo inaingia ndani ya ile kazi kwa sababu ulianza na Mungu. Kuna mtu mmoja alikuwa kila ikifika muda wa kwenda kupata padie mwanampiga kichomi. Yaani hicho kichomi hakiponi. Akiailisha tu kwenda hiyo safari, akiailisha tu kwenda hiyo safari, kile kichomi kinaondoka. Lakini akipata safari ya kikazi kile kichomi kinarudi. Akiambiwa aende training ya kazi kile kichomi kinarudi. Wakati wa kuomba nguvu za giza zikalipuka, zikasema huyu malimbuko yake tulimkamata kwenye malimbuko. Nikauliza mlikamataje? Malimbuko ya kwanza alipeleka kwao kijijini kwao. Akasema ngoja niende niwabariki, wanunue mbuzi tufanye matambiko. Toka hiyo siku ya kwanza alipotoa hayo malimbuko, anachokifanya kilikuwa kimewekwa wakfu upande wa nguvu za giza. Kwa hiyo kuna watu hapa sasa ninavyozungumza hiyo hatua imesha kupita. Ulipokea malimbuko, kuna sehemu uliyapeleka. Muulize jirani yako, wewe malimbuko uliyapeleka wapi? Kwa hiyo malimbuko, kinachofanyika unapotoa sadaka malimbuko, sadaka ya malimbuko inakaribisha madhabahu ya Mungu kwenye unachokifanya. Inakaribisha the altar of God, madhabahu ya Mungu kwenye unachokifanya. Kwa hiyo kama ni ofisini ulitoa sadaka malimbuko, unashangaa kwenye ofisi uliopo kuna madhabahu ya Mungu aliye hai, kwa sababu kuna sadaka ulianza na Mungu. Ukitoa kwenye biashara, unashangaa kuna madhabahu ya Mungu aliye hai kwenye biashara yako. Ukitoa sadaka ya malimbuko kwa mzaliwa wako wa kwanza, siku ulipopata tu mzaliwa wa kwanza ukasema huyu namtolea sadaka malimbuko, anakuwa set apart kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hata nguvu za giza wakiataki namna gani, huyu mtu anakuwa yuko stable, anakuwa anaweza kuwa na nguvu za kuweza kusurvive. Kwa hiyo malimbuko kiroho yanatengeneza altar ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo kuna watu hivi saizi ninapozungumza, uko kwenye kazi lakini kwenye hiyo kazi hakuna madhabahu ya Mungu. Upo kwenye biashara lakini kwenye hiyo biashara hakuna madhabahu ya Mungu. Ni kweli Mungu anakupenda, lakini lazima ufuate kanuni za kiroho zinasemaje. Na hata wana wa Israeli walipokuwa wanaingia Kanani, Mungu anawaambia condition ya kwenda kumiliki Kanani, mnatakiwa kutoa malimbuko. Nitakuonesha. Hicho ndio cha kwanza. Lakini cha pili, sadaka ya malimbuko inafungua neema ya kumiliki hicho unachokifanya. Ujue kuna vitu viwili. Mungu anaweza akakuinvite kwenye eneo la karia, akakufungulia huo mlango. Lakini kukuinvite haimaanishi unamiliki malango yako ya karia. Haimaanishi unamiliki malango yako ya kazi. Kuna kanuni ambazo zitakusaidia wewe kumiliki malango yako ya kazi. Ndio maana ukitaka ujue kama unamiliki malango yako ya kazi au umiliki malango yako ya kazi,
utaangalia aina ya vita unaokutana nayo, na ni vigumu sana kusurvive vita ya namna hiyo. Naomba some kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 26 mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 26 mstari wa kwanza hadi wa pili. Neno la Mungu linasema hivi: na itakuwa ukiisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi na kuimiliki na kukaa ndani yake, twaa malimbuko ya ardhi utakayoyavuna katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, akayatie katika kikapu, ukaende hata mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wako, ili alikalishe jina lake huko. Anawaambia hivi, wana wa Israeli wameahidiwa na Mungu kwamba nawapa nchi ya maziwa na asali, Kanani. Lakini kabla hawajaingia Kanani, kuna kanuni ya namna ya kuimiliki Kanani kiroho. Sio rahisi kuimiliki Kanani kwa namna ya mwili. Lazima hawa watu wanapoingia Kanani, lazima watumie principles za kiroho ili waweze kumiliki nchi yao ya ahadi. Na hata wewe hiyo ahadi unayo, kwenye hicho unachokifanya una ahadi ya Mungu, lakini lazima ufuate kanuni za kimungu zinasemaje katika kumiliki. Anawafundisha, anawaambia ili hiyo nchi iwe urithi wenu, ili muweze kuimiliki na ili muweze kukaa ndani yake, kuna kitu mnatakiwa kufanya. Maana yake Mungu anaweza akakupa ahadi, ukaingia kwenye hiyo ahadi ukashindwa kuimiliki. Mungu anaweza akakwambia nimekuchagua kwa director kwenye kampuni fulani, ukaingia lakini ukashindwa kumiliki nafasi ya director. Mungu anaweza akakwambia kabisa nimekuchagua kufanya biashara ya nguo, lakini ukashangaa kwenye huo mji ukashindwa kumiliki malango ya huo mji. Kwa sababu kumiliki malango ya huo mji kunahitaji kanuni za kiroho. Ndio anawafundisha hapa wana Israeli. Anawaambia mtavoingia Kanani kuna miungu mingine. Kwa ile nchi imewekwa wakfu kwa ajili ya miungu mingine. Na mimi nataka mtavoingia katika ile nchi mtake over ile nchi iwekwe wakfu kwa ajili ya Bwana. Na kanuni ya kwanza ya hiyo nchi kutengwa kwa ajili ya Bwana, lazima mtoe malimbuko ya mazao ya kwanza mtayovuna. Na sikiliza, Mungu alipokuwa anawaambia watoe sadaka malimbuko, manake ile sadaka ilikuwa inafanyika pamoja na ibada. Kwa wana wa Israeli wasingetumia hika, manake ingekuwa ni vigumu kwao kuimiliki ile nchi ya Kanani. Kwa sababu kwanza ile nchi ya Kanani kulikuwa kuna miungu mingine ipo pale kwenye hiyo nchi ya Kanani. Lakini pia wale watu wa Kanani walikuwa tayari wameweka wakfu ile nchi kwa ajili ya miungu yao. Kwa hiyo wao wanapoingia lazima waingie na kanuni za Mungu aliye hai ili waweze kumiliki nchi ya ahadi. Sasa nataka tusome taratibu. Anamwambia na itakuwa ukiisha kuingia katika nchi akupayo Bwana. Maana yake ukiwa ndani ya. Ndio maana malimbuko hayatolewi ukiwa nje, baada ya kupata kazi, ukiwa ndani ya ile kazi. Sio kabla hujaanza biashara, baada ya kupata faida ya kwanza ile biashara, ukiwa ndani ya kile ambacho Mungu amekuahidi. Kuna responsibility ambayo wewe kama muumini unatakiwa kuifanya. Anawaambia na itakuwa ukiisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi na kuimiliki na kukaa ndani yake. Manake unaweza kupewa ahadi ukashindwa kukaa ndani yake. Unaweza kupewa ahadi ukashindwa kukaa ndani yake. Anawaambia twaa malimbuko ya ardhi utayovuna katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Hawa watu walivyoingia Kanani walikuwa wanategemea kilimo. Kwa ile ardhi ilikuwa imewekwa wakfu ili ya miungu ya Kanani. Mungu anawaambia principle ni hii: ingieni Kanani, na mkiisha ingia Kanani nendeni mkalime. Mkiisha lima hakikisheni mavuno yenu ya kwanza mnatoa sadaka kwa Bwana ili muweze kumiliki baraka za ardhi ya Kanani. Manake hao watu Mungu asingewafundisha hii kanuni, wangeingia Kanani, wangeingia kwenye ile ardhi, lakini wangeshindwa kumiliki baraka za ardhi. Anawaambia mazao ya kwanza mtaovuna hakikisheni mnayatoa kwa Mungu wenu. Kwa hiyo wale watu kitu cha kwanza ambacho kilifanyika, wali take over baraka za ardhi. Kwa hiyo unaweza ukawa Kanani lakini usione baraka za ardhi kwa sababu hujafuata principle, hujafuata kanuni. Unaweza ukawa unafanya kazi nzuri sana uko benki, watu wengine wanakuadmire, lakini baraka za kuwa benki hauzioni kwa sababu namna ulivyoingia au kujua namna ya kuiweka wakfu kazi yako. Kipindi umeanza kampuni ya utalii, faida yako ya kwanza uliipeleka wapi? Nakumbuka katika mji wa Arusha kuna ushindani, kuna watu wanategemea miungu mingine, kuna watu wanategemea uganga, kuna watu wanategemea nguvu za mizimu. Wewe umeingia unamtegemea Mungu, lazima ufuate principle na kanuni za kimungu. Kanuni ya kwanza inasema ili uweze kutake over soko la utalii ni lazima utoe sadaka ya malimbuko. Kwa hiyo jamaa walivyoenda kutoa sadaka malimbuko, kwanza walikamata
malango ya baraka katika nchi ya Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana wapendwa? Hiyo ndio sadaka ya malimbuko. Kwa hiyo umiliki unakuja kwa kile unachokifanya kwa mara ya kwanza, baada ya kuvuna, baada ya kupata faida, baada ya kufanikiwa nini ambacho umekifanya. Kwa hiyo umiliki wowote ili uweze kuwa permanent, ni lazima ujifunze namna ya kuanza vitu vyako. Na kwa nini Roho Mtakatifu analeta somo la namna hii? Kwa sababu kuna vitu mnaenda kuvianza. Kuna watu mnaenda kuanza kampuni, kuna watu mnaenda kuanza biashara, kuna watu mtaenda kupata kazi mpya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hataki upoteze tena, anataka ujue namna ya kutembea katika hizi dimensions. Lakini kuna kitu kingine ambacho natamani tukiangalie. Kwa Mungu unavotoa sadaka ya malimbuko, kwa Mungu ni heshima. Mungu apokei zile fedha ambazo unatoa. Mungu apokei yale mazao ambayo unatoa. Mungu anachopokea kwake yeye, anaona umemheshimu. Kuna heshima ambayo Mungu anahitaji kutoka kwako, sio kwa maombi. Maana kuna watu wajua kila kitu ni maombi. Kuna heshima ambayo Mungu anahitaji kutoka kwako kwa sadaka ya malimbuko. Anajua mtu huyu ameniheshimu kwa mali zake, ameniheshimu kwa alichokipata kwa mara ya kwanza. Naomba nisome kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 9 na 10. Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 9 hadi wa 10. Neno la Mungu linasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Umeona, neno la Mungu linasema mheshimu Mungu, mheshimu Bwana kwa mali zako. Kwa hiyo Mungu anachokipokea kutoka kwako, unaipokea ile heshima. Wakati unafanya ibada ukiwa na sadaka yako umeshika mkononi, Mungu anachoangalia anasema, mwanangu katika kazi yake ameniheshimu, katika biashara yake ameniheshimu, katika hiki anachokifanya ameniheshimu. Kwa hiyo kuna watu, siku ulivyokuwa unaanza biashara yako Mungu anajua kama ulimheshimu au la. Siku ulivyokuwa unaanza kazi yako Mungu anajua kama ulimheshimu au la. Ndio maana kuna haya maagizo yanatolewa, na anatoa maagizo. Naomba nisomee tena taratibu mstari wa 9. Neno la Mungu linasema hivi, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Mstari wa 10, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Umeona anachokiongea? Kwa hiyo kwa Mungu, wewe unaweza kusema leo nimeenda kutoa sadaka ya malimbuko. Mungu anachopokea, anapokea heshima. Anasema mwanangu kaniheshimu kwa kile alichonacho. Ni wachache sana wanaweza kumheshimu Mungu kwa alichonacho. Wengi wanaweza kumheshimu Mungu kwa kuimba mpaka kulia. Hiyo inawezekana. Lakini Mungu kwa mali walizonazo, they are very few. Kuna jamaa mmoja alikutana na Yesu, akamwambia nifanye nini ili nipate kurithi ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia zishike amri zote. Akasema hiyo mbona nyepesi, toka nilipokuwa mtoto nimeshika amri zote. Yesu akampiga na ya pili, akamwambia nenda kause mali zako zote, wape maskini, kisha nifuate. Jamaa akaona, akaachia manyoya, akaona Yesu ananiingiza wapi tena huko? Kwa kitu alichokuwa anatafuta Yesu kutoka kwa yule mtu, alikuwa anatafuta heshima ya huyu mtu iko katika mali au iko katika ufalme wa Mungu. Na sio jambo jepesi. Unaweza ukamcheka huyu mtu, au nikuombee na wewe hiyo revelation ije kwako. Unapata maono kabisa Mungu anazungumza. Au wao wachache sana sema amen, hawataki watu, hawataki. Wanasema ufunuo usije kwangu. Uza kila ulichonacho, wape maskini. Unashangaa unapata vision siku ya kwanza. Unajua haya yatakuwa mawazo yangu. Yesu anatokea mara ya pili. Vision na maelekezo. Yesu anatokea mara ya tatu, uza kila ulichonacho, wape maskini. Sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu kwake yeye anapokea heshima juu ya kile ambacho umekifanya. Sadaka za malimbuko ndo sadaka ambazo zinamheshimisha Mungu. Unaonesha kabisa umeamua kumheshimu Mungu. Lakini kuna kingine hapa anasema ukijitahidi na ukaweza kutoa sadaka malimbuko, haitaishia hapo, kuna kitu kitafanyika kwenye maisha yako. Mstari wa 10 anasema ndipo, neno ndipo linaonesha yanatakiwa kutokea ya kwanza ndo la pili litokee. Maana yake hili la pili haliwezi likatokea kama hujafanya la kwanza. Ndio maana anasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Ndipo, neno ndipo linaonesha matokeo baada ya kufanya tendo fulani. Anasema ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Kwa hiyo sadaka ya malimbuko ni sadaka ambayo inaweza kuprovoke ongezeko kwenye maisha ya mtu, lakini sio kwa wakati unaotaka wewe. Maana kuna watu they are very transactional. Anasema Mungu ninaleta sadaka leo, nataka Jumatatu, leo si Jumapili, Jumatatu nione ongezeko. Mungu ana kanuni zake, huwezi kumlazimisha. Anasema naleta sadaka leo, yaani ikifika Jumatatu Mungu fanya jambo. La sivyo huyo mtu anamnunia Mungu hali
wala hanywi, utakufa mpendwa. Hivi vitu vinaenda kwa kanuni za kiroho. Anasema sadaka ya malimbuko unavotoa aishii hapo, anasema ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Sasa inategemeana ghala yako ni ipi. Kuna watu ghala yenu ni biashara, kuna watu ghala yenu ni kazi. Unashangaa tu baraka za kazi zinamiminika, unashangaa tu baraka za kazi zinaongezeka, wakati wengine wanalalamika, wanasema mimi mshahara ukutani, mwisho wa mwezi haufiki. Wewe kwenye hiyo kazi unaweza ukawakopesha, kwenye hiyo kazi unaenda nje ya nchi, kwenye hiyo kazi unapata promotion, kwenye hiyo kazi unapata ongezeko la mshahara, na unadhani ni kila mtu amepata. Wenda kwambia unajua ameniongeza mshahara, maana kuna watu mafriji hayagandishi. Bwana umeniongeza mshahara, huyu bosi ananipenda sana. Mimi mbona sijaongezwa? Unaenda ofisi nzima hawajaongezwa mshahara. Haya mambo yanawezekana. Anasema ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Maana yake katika sadaka ya malimbuko kuna grace of abundance. Kuna watu ghala hazijafurika kwa sababu ya principle moja tu, kanuni moja. Ulikosea mara ya kwanza wakati unaanza, au kuanza na Mungu. Hata sasa hizi unapomshirikisha Mungu mwenyewe anashangaa. Anasema mbona huyu ananishirikisha katikati ya safari? Imekuwaje? Anasema ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Lakini kingine cha mwisho, sadaka ya malimbuko inakupa stamina ya kuweza kukaa katika kile unachokifanya. Sadaka ya malimbuko inakupa stamina ya kuweza kukaa katika kile ambacho unakifanya. Unajua kuna watu hicho ambacho unakifanya ni ahadi ambayo Mungu amekuitia, lakini hauna stamina ya kukaa ndani yake. Na kwa nini hauna stamina? Kwa sababu ulivyoanza ukuanza na Mungu. Kwa hiyo unashangaa leo umeanza biashara, unafunga miezi 6, unasema ngoja nipumzike. Hauna stamina wewe. Umepiga utumishi mwaka mmoja, unasema ngoja nipumzike, naenda mlimani. Una stamina. Na stamina tunaweza kupateje stamina? Tunaipata stamina kutoka kwa Mungu. Kuna wakati sisi kama binadamu tunachoka, hatuwezi kuendelea kwa nguvu zetu, tunamhitaji Mungu. Na kwa sababu tulianza pamoja naye, wakati wote anakuwa anatusimamia na kutupa nguvu pale tunapochoka. Ndio maana anawaambia wana wa Israeli, anasema hivi, na itakuwa ukiisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako iwe urithi na kuimiliki na kukaa ndani yake, ili uweze kukaa ndani yake. Sio kila mtu anaweza kukaa ndani ya ahadi. Ndio maana kuna watu mmebadilisha kazi zinafika 20, haujui hata ulioitiwa ni ipi. Ulijaribu hii ukafanya kidogo ukaacha ukaenda kwenye nyingine, ulijaribu hii ukaacha ukaenda kwenye nyingine. Kuna mtu mmoja akaniambia, akasema, mtumishi wa Mungu, mimi naacha kazi. Nikamuuliza kwa nini? Akasema sina nguvu za kuendelea kwenye kazi. Akasema sijisikii, hadi kiamka asubuhi sitamani kwenda kwenye kazi, sioni haja kwenda kwenye kazi, najisikia tu kuchoka. Nikamuuliza kwa nini? Akasema basi tu hii hali inakuja. Nikamwambia funga macho. Mimi kazi yangu nikamwambia tu funga macho. Ongea kidogo, nikamwambia funga macho. Funga macho. Nguvu za giza wanasema huyu tulimtriki kwenye sadaka yake ya malimbuko. Wanasema alibeba kabisa sadaka malimbuko, anaenda kwa mtumishi. Lakini karibia anafika kwa mtumishi, tukamwambia ujue hii mtumishi anaenda kuenjoy maisha, anaenda kula maisha, shauri yako, anaenda kula maisha. Jamaa akageuza, akarudi alikotoka na sadaka yake ya malimbuko. Baresa si wapo wengi wanaogeuza. Sio huyo tu. Akageuza akarudi alikotoka. Alivyorudi alikotoka, akashangaa amefanya kazi mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Hivyo fika mwaka wa 4, anapoteza appetite ya kufanya kazi. Kwa sababu kuna kitu ambacho mpendwa, kwa nguvu zako uwezi. Unamhitaji Mungu akupe stamina ya kudumu katika hicho unachokifanya. Na stamina mojawapo tunaipata kupitia sadaka malimbuko. Kama ulianza na Mungu, Mungu hawezi kukuacha uishie njiani. Ndio maana kuna watu unawafahamu tangia vijana mpaka wamekuwa watu wazima, hawajabadilisha biashara, hawajaacha biashara, wana stamina ya kuendelea na biashara yao. Uliingia kwenye kilimo, ukajaribu matikiti, ukaenda kwenye mpunga, ukaenda sijui kwenye ulezi, ukatoka kwenye ulezi, ukaenda kwenye mtama. Yani kila mazao unayafahamu, mpaka umekuwa kama afisa kilimo sasa. Kwa sababu hauna stamina. Watu wenye stamina, akisema nataka Mungu ameniita katika eneo la vitunguu, anakomaa kwenye hilo eneo. Hata itokee changamoto ya namna gani, huyo mtu aache. Hata itokee challenge ya namna gani, huyo mtu aache. Huyo mtu ana stamina ya kiroho. Na hata watumishi inakuwaga hivyo. Kuna watumishi wanaanzaga moto, baadaye unakuta nguvu inapungua. Na kama sio mnyenyekevu kwa baba wako wa kiroho, nguvu inaisha, wanakutwanga wewe. Lazima kuwe kuna stamina. Hata kuna hii kazi ya utumishi, watakiwa kutoa sadaka malimbuko. Kwa sababu kuna kipindi vita vinainuka, au elewi vimetokea wapi. Alafu kumbe wanaokurushia hiyo vita wako humo kanisani, nakwambia umeamkaje baba? Wanajua kilichokupata jana. Umeamkaje baba? Unaendeleaje baba? Wakaangalia wakigeuka upembeni wanacheka kidogo. Tumemtoa kama mtumishi wa Mungu. Tumemtoanga kweli kweli.
Stamina hamna. Kama stamina hamna, mpendwa, uwezo ukafika mbali. Nasema bwana, hii kazi mimi naacha. Kwa nini unazania wachawi unaweza ukawaona hivi kwa macho ya kawaida? Uwezo ukawaona. Yani baba, Mungu akupe nguvu. Kumbe wamenyonya nguvu jana. Baba, Mungu akupe nguvu yani. Kumbe jana wamenyonya zote. Kwa hiyo katika kila unachokifanya, we need stamina. Tunahitaji stamina ya kudumu katika hicho unachokifanya. Hii ndio sadaka malimbuko. Muulize jirani yako, umeelewa kuhusu sadaka malimbuko? Namwombea tu Mungu ampe utayari. Maana baada ya leo kuna watu mtaenda kupewa kazi za vishindo. Amen, safi. Unashangaa kwa mara ya kwanza umepata $30,000 keshi. Ndo malimbuko hayo unatakiwa upeleke. Sasa subiri kwanza. Ndo malimbuko hayo unatakiwa upeleke kwa Bwana. Unaangalia. Ndo malimbuko hayo unatakiwa upeleke kwa Bwana. $30,000. Vimekuja vibunda vitatu vimekaa pale. Mimi nakwambia utakanavyo wiki mbili unaviangalia. Ndo vinaenda hivi. Kwa mara ya kwanza umepata $100,000. Mungu anasema si ndo faida ya kwanza hiyo? Mtumishi wa Mungu, peleka malimbuko. Ni rahisi sana kusema amen, lakini kupeleka sio rahisi kama unavyofikiria. Unahitaji maombi, unahitaji neema. Ndio maana mara ya mwisho tulijifunza tukasema Mungu angalii zaka peke yake, anaangalia zaka kamili. Anasema leteni zaka kamili. Kuna watu hata malimbuko, leteni malimbuko aliyo kamili. Kwa sababu utaona hapo $300,000 anasema haina shida, hata nikipunguza ikabakia $50,000 hakuna shida. Hii 250 ngoja nifanye yangu. Basi sadaka nyingine ni sadaka ya ibada. Hiyo ni sadaka tuliojifunza, sadaka malimbuko. Nakumbuka tulijifunza somo la zaka. Yaani hata usipotoa zaka, hiyo zaka itatafuta namna ya kutokea. Kuna watu utoi zaka lakini kuna sehemu inaenda. Yaani itaenda kwenye matatizo. Unashangaa imeenda kwenye matatizo. Kuna mtu mmoja akaniambia, akasema mtumishi wa Mungu, nisipotoa zaka hadi bajeti yangu haitoshi. Akasema lakini nikitoa zaka nashangaa bajeti yangu imeenda proper kabisa. Nikaelewa huyu mtu asipotoa sadaka kuna milango inafunguliwa ya adui. Sadaka nyingine inayozungumziwa ni sadaka ya ibada. Katika kila ibada ambao unaenda kufanya mbele za uso wa Mungu, penda kuwa na sadaka katika kila ibada ambayo unamuinulia. Sio kanisani tu, hata nyumbani ukiamua kufanya ibada, andaa sadaka kwa ajili ya ibada unayoifanya, kwa sababu sadaka ndo inakamilisha ibada unayoifanya. Hata kwenye ibada, unaenda ibada ya Ijumaa, unaenda ibada ya Jumapili, kwenye kanisa lote unaloenda, hakikisha ibada ile haiishi bila kuwa na sadaka. Na sadaka hii haina kiwango, namna Mungu alivyokubariki, namna unavyosikia ndani yako kutoa. Naomba usome kitabu cha Zaburi sura ya 96 mstari wa 8. Kitabu cha Zaburi sura ya 56 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, umehesabu kutangatanga. 96. Kitabu cha Zaburi sura ya 96 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, mpeni Bwana utukufu wa jina lake, leteni sadaka mkaziingie nyua zake. Anasema mpeni Bwana utukufu wa jina lake, leteni sadaka mkaziingie nyua zake. Maana yake mwandishi anapozungumza, mtu ambaye anafahamu kanuni ya ibada hawezi akaenda kwenye ibada bila sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Na hii sadaka ya ibada, atuzungumzii sadaka ambayo wakati wa kutoa sadaka unajisikia tu unasema kuna buku 5 hapa, kuna 10 hapa. Ni sadaka ambayo inaambatanishwa na ibada. Wakati wanaabudu, abudu pamoja na sadaka yako. Wakati wanaomba, omba pamoja na sadaka yako. Wakati unamshukuru Mungu, mshukuru Mungu pamoja na sadaka yako. Mungu anachopokea, apokee ile fedha, anapokea ibada iliyoambatana na sadaka. Ndio maana kwa watu ambao wanafahamu kanuni ya kiroho, sadaka inaandaliwa toka akiwa nyumbani. Anasema Jumapili naenda kanisani, Jumapili naenda kwenye ibada. Anaanza kuiombea sadaka yake. Anatamani Mungu afanye nini kupitia sadaka yake. Anatamani kumwona Mungu kwa neno gani kupitia sadaka yake. Kwa ile sadaka haiwi fedha, inakuwa ni sadaka iliyoinuliwa na ibada. Kuna watu mnatoa fedha, mtoi sadaka. Nasema ukisikia tu huu ni wakati wa kutoa sadaka, unatafuta hapo unatoa. Ndio maana kwa kumheshimu Mungu huwa tunaandaa bahasha. Unaandaa bahasha, unaweka sadaka yako toka ukiwa nyumbani, unaiombea, unatamka, unakuwa na imani. Unavyoileta ile sadaka, Mungu anapokea ibada iliyopo nyuma ile sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanafanyaga ibada kupitia sadaka zao? Mungu akubariki sana. Usitoe tu ili mradi. Ukitoa tu ili mradi, sadaka yako unakuwa unaipoteza. Amini, unapoteza fedha, sio sadaka. Inatakiwa ufanye ibada. Wakati watu wanasifu, wakati watu wanaabudu, abudu pamoja na sadaka yako. Omba pamoja na sadaka yako. Unavyoenda kuitoa, itoe kwa kumheshimu Mungu. Na kundi lingine la sadaka ni sadaka ya nabii au sadaka ya kuhani. Naomba tusome kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 11. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, ikiwa sisi
tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni. Je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Ili kanisa la Korinto, sio Paulo lilikuwa limemfanya nini? Maana amefundisha ili somo la sadaka kule Korinto, anawaambia hivi, mtumishi yoyote ambaye anakufundisha, ambaye anakuombea, ambaye anakupa maarifa ya kiroho, aishi tu kukupa hayo maarifa. Kuna kitu kinapandwa ndani yako. Mtumishi wa Mungu akikuombea, kuna kitu kinapandwa ndani yako, alafu baadaye unaanza kuviona mwilini. Kwa hiyo hili kanisa la Korinto ni kanisa ambalo lilikuwa linaona matokeo, lakini halitambui nafasi ya watumishi katika kupanda kwao. Ujue ni wachache sana, baada ya kuona matokeo anaweza akakumbuka kwamba kuna mtumishi yamkini alikaa akapiga magoti akalia kwa machozi, alipanda mbegu ndani yangu. Ni wachache sana. Paulo anawaambia, kila mnachokiona kinafanyika katika maisha yenu, msione kinatokea. Kuna aposto ambaye ni Paulo, amepanda rohoni hivyo mnavyoviona mwilini. Kuna kipindi alifunga 90, kuna kipindi alifunga 120, kuna kipindi aliomba mpaka midomo ikakauka. Wewe unakuja kukiona mwilini kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye ni aposto alipanda hicho ndani yako. Nawafundisha hiyo principle. Maana yake kuna vitu ambavyo haviwezi vikatokea katika maisha yako bila yule mtumishi kupanda ndani yako. Anasema, ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Ameweka in terms of question, anawauliza, anasema ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini. Maana yake kazi ya mtumishi ni kupanda. Mtumishi anapokupa prophecy anakuwa anapanda. Mtumishi anapokupa neno anakuwa anapanda. Mtumishi anapokuja na kufundisha neno anakuwa anapanda. Yale matokeo ambayo unakuja kuyaona mwilini ni kwa sababu kuna mtumishi mmoja alipanda, ni kwa sababu kuna watumishi fulani walipanda. Hiyo ndio kanuni ambayo anawafundisha kanisa la Korinto. Lakini nataka nikutolee mfano wa mtu mmoja. Naomba usome kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 8. Sauli alikuwa afahamu hii kanuni, lakini alikuwa na mtumishi ambaye anafahamu hii kanuni. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi, yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama, mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha. Nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo, atuambie njia yetu. Nisomeni na mstari wa nyuma yake. Mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Manake Sauli kabla hajawa mfalme alikuwa anaenda kukutana na Samuel, lakini Sauli alikuwa anafahamu hii kanuni ya kiroho kwamba huyu ninayeenda kukutana naye sitakiwi kukutana naye nikiwa mikono mitupu. Na hii sikufundishi ndani tu ya kanisa hili, hata kwa mtumishi mwingine. Kwa hiyo Sauli anamwambia mtumishi wake, anamwambia sioni sababu ya kwenda kwa huyu mtu kwa sababu chakula hamna na mimi sina chochote mkononi mwangu. Alikuwa anafahamu kabisa hatakiwi kwenda mikono mitupu. Mtumishi wake akamwambia nina robo shekeli. Akampa Sauli ile robo shekeli. Na alipompa Sauli ile robo shekeli, Sauli anapofika kwa Samuel, Roho Mtakatifu tayari kaisha mfunulia Samuel. Katika kitu ambacho kina sauti ya Mungu ni sadaka ya kuhani. Mungu anaweza akazungumza na kuhani kabla hujafika. Tayari majibu yamepatikana. Jamaa anaenda tayari anaambiwa wale punda uliokuwa unatafuta tayari wamepatikana. Maana yake katika jamii ya Israeli walishafundishwa hii kanuni. Unapoenda kwa kuhani hautakiwi kwenda mikono mitupu. Kuna mtu mmoja alikuwa anaonana na mtumishi mmoja, ameonana na huyo mtumishi miaka 4. Yaani kila wiki kila mwezi lazima aonane na huyo mtumishi. Huyo mtumishi ikafika kipindi kabidi amtolee uvivu. Akamwambia mbona kuja mikono mitupu? Na ni mtu akamwambia leo sikombei wala nini. Lazima ujitrain. Lakini kingine, kuna sadaka ya wahitaji. Unaweza ukawa unaandaa sadaka kwa ajili ya yatima, kwa ajili ya wajane, kwa ajili ya watu wasiojiweza. Unaenda kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Na hii sadaka inaweza kawa ni fedha, inaweza kawa ni chakula, inaweza kawa ni nguo. Unaandaa kwa ajili yao, unaenda kumshukuru Mungu pamoja nao, unaenda kutoa hii sadaka kwa ajili yao. Unaweza kaenda kwenye kituo cha watoto yatima, ukaenda siku hiyo ukatoa sadaka. Nakumbuka kuna mtu mmoja akasema yeye alienda kwenye kituo cha watoto yatima, akaambiwa ampe nguo zote afue. Akafua nguo za kituo kizima wiki nzima. Anasema mimi sina fedha,
sina hela ya kuwapa, lakini nitafua nguo zao. Akaenda akawaambia wampe nguo, akafua wiki nzima nguo zao. Kwa sadaka sio lazima fedha. Wakati mwingine sadaka unaweza ukaja hata kanisani ukafagia, hiyo tayari ni sadaka ambayo Mungu anaiona. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaenda tu ukaona vitu vina vumbi, ukaenda ukafuta, ukafanya nini, ukapanga viti, hiyo ni sadaka ambayo Mungu anaiona. Unaweza ukaenda chooni ukasafisha, hiyo ni sadaka ambayo Mungu anaiona. Kwa hiyo sadaka nyingine ambayo ni sadaka muhimu sana, na ni sadaka ambayo hata ndani ya kanisa tunatakiwa kuwa na utaratibu wa kutoa hii sadaka, ni sadaka ya wahitaji, sadaka ya wajane na sadaka ya yatima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyingine ni sadaka ya kujidhabihu. Hii ni sadaka ambayo unaamua kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Unaamua kujitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kuna sehemu tu umeona kwenye ufalme wa Mungu vitu haviendi vizuri. Labda umepita huko mtaani, umekuta kuna mtumishi anahubiri injili, anapita mitaani, lakini vyombo vyake anavyotumia kuhubiri sio vizuri. Unaenda unamfuata, unamnunulia mziki, unaambia mtumishi wa Mungu, naleta huu mziki, utakuwa unautumia. Umeenda umepita kwenye kanisa, unakuta kanisa linavuja, halina bati, unaamua kujitoa kwa ajili ya hilo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio sadaka ya kujidhabihu. Unaamua tu kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kitu ambacho hata unahitaji kuambiwa. Naomba usome kitabu cha Zaburi ya 126 mstari wa 5. Kitabu cha Zaburi ya 126 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Unaofuata mstari wa 6. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Na hii sadaka ya kujidhabihu, wakati mwingine unaweza ukajinyima ukaamua kutoa tu sadaka kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ndio maana anasema apandaye kwa machozi atavuna kwa furaha ya kelele. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine hali yako hairuhusu kutoa sadaka. Ukiangalia mazingira, kuna vitu ambavyo unahitaji kufanya, unahitaji kodi, unahitaji chakula, lakini unaamua tu kujitoa. Unasema, Mungu, wewe ndio unayejua kula kwangu na kulala kwangu, ninatoa hii sadaka kwa ajili ya ufalme wako. Mungu hawezi kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kunyamaza.